Tukiendelea ni kwamba kundi la walimu wa chama cha walimu wa shule za sekondari na vyuo katika kaunti ya Embu linalaumu uongozi wa chama hicho kwa matumizi mabaya ya fedha na uwakilishi duni wa walimu. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Kajiado imetambua wazee watatu maarufu wa jamii ya Maasai ambao ni Francis Ole Legis, kiongozi Lenku Ole Mpa na Lesinko Ole Nkaitole kwa mchango wao katika uhifadhi wa wanyamapori na katika kuhimiza uhamasisho wa hifadhi ya taifa ya Amboseli kwa jamii za wenyeji. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa taarifa za kaunti. Chama cha walimu wa shule za sekondari na vyuo KUPPET katika kaunti ya Embu kimekosoa uongozi wake kwa ukosefu wa uwazi, kutoshughulikia masuala kama hazina ya mazishi na kutofanya mikutano ya mwaka kwa miaka mitatu mfululizo, kikitaka uwajibikaji na mabadiliko ya uongozi kabla ya uchaguzi wa tarehe 7 mwezi Februari. KUPPET receives more than 800,000 Kenya shillings for BBF. That one is money for welfare. And that is money for welfare per month. And it has not been accounted for since 2021. Katika kaunti ya Kajiado, serikali ya kaunti hiyo imetambua wazee watatu wa kabila la Maasai, Francis Ole Legis, kiongozi Lenku Ole Mpa na Lesinko Ole Nkaitole, ambao walihimiza serikali ya kitaifa kuruhusu jamii za wenyeji kusimamia hifadhi ya taifa ya Amboseli. Juhudi zao zilizaa matunda miezi miwili iliyopita pale Rais William Ruto alipopitisha rasmi usimamizi wa hifadhi hiyo kwa kaunti ya Kajiado chini ya makubaliano ya kugawana mapato kwa 50% kwa 50 na huduma wa wanyamapori nchini KWS. Tunasherehekea mashujaa hao ambaye Mheshimiwa Rais William Ruto amewatambua as national heroes na akawapatia Elder Obaning Spear honors as national heroes kwa sababu ya hiyo malalamishi yao na kusimama wao kutetea haki kwa niaba ya Wakenya na watu wa Kajiado. Na katika kaunti ya Bungoma, baadhi ya wakazi wa wanafunzi wa gredi ya 10 wanataka muda wa ziada wa watoto wao kujiunga na shule ili waandae watoto wao ipasavyo kabla ya kuanza mhula mpya. Ingekuwa vizuri kwa sababu kuna wazazi wale ambao maybe hawajiwezea watoto wao waende kama Mombasa na wanapatikana hii Bungoma. Ingekuwa vizuri wangewabadilishia ili watu waweze kuenda kwa shule zenye ziko karibu, zenye wazazi labda wangeweza kulipa. Hatimaye waathiriwa wa dhulma za kijinsia katika kaunti ya Mandera wamepata msaada mkubwa baada ya kufunguliwa kwa kituo kipya cha Hope Shelter. Kituo hiki kinachojulikana pia kwa Gender Recovery Center kinatoa usalama wa haraka, ulinzi na huduma kamili za msaada kwa waathiriwa wanaotoroka mazingira ya unyanyasaji. The services are free of charge for the survivors of violence, and nobody should fear to come to seek service in this facility at any given time. It's a 24-hour service across.